majukumu mengi ambayo anayo Mheshimiwa Rais. Anatekeleza miradi mbalimbali. Mheshimiwa Spika, ametoa mabilioni kwenye mikoa na halmashauri zetu. Lakini kumbuka ni mwaka wa uchaguzi na mambo mengi. Angeweza kutoa excuse Mheshimiwa Spika. Kwa miaka 9 mishahara haijapanda. Lakini Mheshimiwa Spika, jana Rais msikivu na mthubutu anayetambua michango ya wafanyakazi ambayo huwa income tax inaenda moja kwa moja kwenye mfuko wa taifa, amethubutu kupandisha mishahara kima cha chini kutoka 370,000 mpaka 500,000. Mheshimiwa Spika, naomba wabunge wenzangu ambao wamekuwa wachangiaji wakubwa kwenye swala hili, Mheshimiwa Spika, waniunge mkono kwenye pongezi. Hii ni dharura ya kipongezi. Bunge lipongeze Mheshimiwa Rais, uamue mwenyewe Mheshimiwa Spika utatuongozaje. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Haya, asanteni sana waheshimiwa bunge. Asanteni sana. Tuketi waheshimiwa bunge. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Dr. Alice Kaijage amesimama hapa kwa mujibu wa kanuni yetu ya 54 akieleza jambo la dharura, na amesema hiyo ni dharura, lakini ni dharura ya kipongezi. Kwa hivyo, kwa sababu kanuni zetu zinatoa fursa ya bunge kutoa pongezi na zinatoa fursa kwa spika kuzungumza kwa niaba ya bunge kwa upande huo wa pongezi, basi waheshimiwa wabunge, kwa niaba ya wananchi wa Tanzania, kwa sababu sisi ndio wawakilishi wao, tunampongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hatua aliyoichukua siku ya jana, siku ya Mei Mosi, kuhakikisha kwamba anawapandishia mishahara watumishi wa serikali ambao wanapata kima cha chini, na alitoa ahadi kwa ajili ya watu ambao hawapati mshahara wa kima cha chini kwamba na wao watapata asilimia zao kwa kadri muda unavyokwenda. Kwa hivyo sote kwa pamoja kama bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa hatua hiyo ya kuboresha maslahi ya wafanyakazi wa taifa hili, na tunaamini kwamba na waajiri binafsi sasa na wao wataendelea kuangalia mwongozo huu uliotolewa na Mheshimiwa Rais kuona namna ambavyo wanaweza kuboresha maslahi ya wafanyakazi katika maeneo yao pia. Kwa hivyo pongezi zimetolewa waheshimiwa wabunge kwa niaba yenu nyote.